Bana, kuna tukio ambalo sasa hivi lina trend kwenye mitandao ya kijamii. Ukifungua pages mbalimbali utaliona. Na hili ni la kunguru ama mwewe ambaye ametua kwenye uwanja wa mazoezi wa Yanga. Na wakati mazoezi yakiendelea, yeye akachukua ile inaitwa bips. Inaitwa bips, vifaa fulani hivi wanavaa kama visidiria hivi wanavaaga kwenye sehemu za kifua, zile wanafunga zile. Nyingine zimeandikwa catapult, nyingine zimeandikwa sijui nini, lakini zote ni zina function moja. Kwa hiyo ameidonoa ile pale na ameondoka nayo. Kwa hiyo wengi wamehusisha tukio hili na imani za kishirikina kuelekea Kariakoo Derby ambayo itafanyika weekend ijayo. Kwa hiyo ni katika shamra zile heka zile pressure za hapa na pale ambazo zinazuka kile ifikapo kwenye derby. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vya kawaida sana kutokea, kwa sababu tunajua background ya vilabu vyetu na tunajua figiso ambazo wanafanyiana na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ukiangalia kwa umakini unaweza ukaona kama ni pressure tu, yani mtu anatengenezewa pressure ya hapa na pale. Lakini pia ukiangalia kwa upande mwingine, sababu wenyewe wanavyodai kwamba sasa hivi bana hamna uchawi kwa katika mwezi wa Ramadhani, huwezi ukaroga. Kwa hiyo inakuwaje wanasema kwamba wamerogwa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatia mashaka miongoni mwa mashabiki. Imezua taharuki kubwa sana na imehusishwa na upande wa pili ambao ni Simba, kwamba yule kunguru bana wamemtuma aje achukue ile bibs na vitu vingine kama hivyo. Kwa inaonekana ni bibs ya mchezaji mkubwa sana pale Yanga. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo watu watalichukulia hili tukio, lakini binafsi yangu naona tu ni tukio la kawaida kwa wanyama kama hao kubeba vitu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tusubiri tuone matamko rasmi ambayo yatatolewa na hatua gani zitachukuliwa juu ya hili tukio ambalo pengine limesisimua jamii, limeshtusha umma. Hasa wale mashabiki lialia, mashabiki ambao wanaamini kwenye masuala ya kishirikina, limewagusa mno. Lakini tuko kwenye mfungo jamani, kwa hiyo tupunguze hizo zana za mambo ya kishirikina na nini hivyo. So Kariakoo Derby ndo habari ya mjini kwa sasa hivi, na watu wanaendelea kupata pressure kubwa kuona kwamba unaweza ukatoboa au vipi, ingawa mtani yeye ana asilimia kubwa sana, kwa sababu ameshinda mechi nyingi na ametawala hizi derby, kwa sababu yeye ndo anaongoza kwa kushinda michezo mingi na ana background nzuri ya michezo minne iliyopita. Kwa hiyo tuone namna gani itakavyokuwa. Una maoni gani?